Zaidi ya wafungwa 1700 wametangazwa kuachiliwa huru na serikali ya Israel leo Oktoba 13 mwaka 2025 katika mchakato wa mabadilishano ya mateka uliofanywa na kundi la Hamas. Hii ni sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa na pande mbili, ambapo Hamas pia ilichukua hatua ya kuachilia huru mateka wake 20 wa Israel waliokuwa wakihifadhiwa katika ukanda wa Gaza. Baada ya tangazo hili, mchakato wa kuachiliwa kwa wafungwa ulianza rasmi, hasa kwa karibu wafungwa 2000 walikuwa wakizuiliwa katika magereza ya Israel kwa muda mrefu, na hasa wale waliokamatwa katika muktadha wa mizozo ya hivi karibuni. Familia za wafungwa hawa zilionyesha mchanganyiko wa hisia: furaha kwa wapendwa wao wanarudishwa kwao, lakini pia huzuni kwa baadhi ya wafungwa waliotajwa kuhamishwa na kusafirishwa kwenda mataifa mengine badala ya kurudi nyumbani kwao. Wafungwa hao waliokuwa wametiwa kizuizini tangu vita vilipoanza, hasa walioko katika kambi za Gaza, waliwasili kwa mabasi katika mji wa Khan Younis, ambapo walipokelewa kwa shangwe kubwa na mamia ya watu waliokusanyika kuwapokea. Baada ya kuwasili, wafungwa hao walipata huduma za msingi za matibabu, ikiwemo vipimo vya afya na huduma nyingine muhimu za kuangalia hali zao baada ya kipindi kigumu cha kizuizini. Wakati wafungwa hao waliporejea, familia zao walihisi mgawanyiko wa hisia na furaha na mshikamano wa familia, lakini pia wasiwasi kutokana na mipango ya baadhi ya wafungwa kupelekwa mataifa mengine, jambo ambalo limesababisha hali ya huzuni kwa wapendwa wao. Mchakato huu wa kuachiliwa kwa wafungwa ni hatua kubwa katika kuleta amani na kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, lakini bado changamoto za kisiasa na kijamii zinaendelea kuwepo, huko pande zote mbili zikihimiza suluhisho la kudumu la mgogoro huu mrefu. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani dola 350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.